Mwalimu wangu. Naam. Mada ya siku ya leo ni ibada ya manabii na mitume. Kabisa. Na kitu ambacho Muislamu amefundisha hapa mwalimu wangu, hajafundisha hata ibada moja ya Waislamu. Hakuna. Hamna. Kitu amefanya ni kwenda kwa Nehemia na Mathalia. Sijui akina nani. Hajafundisha ibada ya Waislamu. Kwa nini unaficha ibada ya Waislamu tunataka kuijua? Ndio. Qur'ani sura ya 2 ya 158. Unataka mchezo hapa wewe. 2:158. Ibada ya Waislamu si uweke wazi tuijue ndio hii. Watu wajue. Watu wajue sawa. Hakika. Safa na Marwa. Ati Safa na Marwa. Majabali mawili. Ati nini hiyo? Majabali mawili. Majabali mawili, ndio? Hiyo ni mawe makubwa. Majabali kwa Kilwa na Luanda. Luanda mbili mwalimu wangu. Majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusahi. Ati majabali yanafanyiwa nini? Ibada ya kusahi. Kumbe ibada ifanyike kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Inafanywa kwa ajili ya nini? Safa na Marwa. Majabali mawili, ndio? Majabali mawili. Ambayo yanafanywa ibada ya kusahi wapi? Huko Maka. Huko Maka. Zinafanywa Maka mwalimu wangu. Akija hiyo. Hiyo ibada inafanyikaje? Nipe tanibi yake mwalimu wangu. Inasema hivi. Huyo Farisi unakataa. Inasema. Inasema hivi. Katika ibada ambazo azisi kufanywa ila Maka ni hizi. Hija na umra na takbira zote ni mbili. Sawa. Hizi ni sawa sawa. Ila zinahitilafiana kidogo tu. Kumbe zinahitilafiana mwalimu wangu. Zinahitilafiana kidogo tu. Teremka. Inaendelea kusema moja katika hitilafu yao ni kuwa hija haifanywi ila katika miezi mahususi. Sawa. Na mwisho wa miezi ya hija ni kumi la mwanzo la mfungo 3. Kwa hivyo kuna hija ambayo inafanyika mwalimu wangu. Na inafanyika wapi? Maka. Hiyo hija ilitoka kwa Mwenyezi Mungu, amelitoka kwa nani? Ndio. Maisha ya Nabii Muhammad unaikataa, tutaisoma mpaka kiyama mwalimu wangu. Ukurasa 31. Inasema ulitoa wapi hiyo ibada ya hija? Ndio unajua ibada hiyo ni fake mwalimu wangu. Ni ya kutunga. Ibada lazima uangalie sehemu moja, utatafuta na network, campus. Ndio nani hata ukitafuta utapata na campus kwa mfuko. Campus ina nini bwana? Ya kutuonyesha mahali kibla kiko. Mungu namtafuta na campus. Hapo ukifika hapo unaanza Allahu Akbar. Allahu Akbar. Unaanza kufanya PE. Hiyo vitu achenda. Soma mwalimu wangu. Inasema mtume alimwamrisha Saidi 30 na ngapi mwalimu wangu? 31. 32. Mwalimu wangu. Inasema Maka. Sawa. Tangu kabla ya kuja Uislamu. Ati Maka kabla ya kuja Uislamu ilikuwa ni mahali patakatifu kwa Waarabu wote. Waarabu wote makafiri, Maka ilikuwa ni sehemu yao mwalimu wangu. Soma. Kila mwaka walikuwa wakija kuhiji. Nini? Kuhiji. Miezi hii. Miezi hii. Wanaoitumia sasa Waislamu katika kuhiji kwao. Kwa hiyo Waislamu mwalimu wangu walichukua ibada ya makafiri wakajifanyia ni ibada ya nani? Ya Mungu. Wakasema ati Mungu ndiye ameambiwa wafanye ibada gani? Hiyo. Kumbe ni ibada ya kina nani? Ya makafiri. Achana na ibada ya makafiri nyie. Unafuata na ibada ya makafiri ya nini? Ibada ya kuabudu Maka huko kupiga katwili huko ni ya makafiri, si ya Waislamu. Wapi kata mwalimu? Wapi na akasema hivi ati waimbaji mwalimu wangu ati walikuwa ni makahaba. Huyu kijana huyu sijui anasomea kwenye kona gani huyu. Huyu ana matatizo. Naam. Kwa sababu gani? Ndiye amempoteza mwalimu. Hebu nisomee Qur'ani sura ya kwanza. Sura ya kwanza, Suratul Fatiha. Aya yake ni ya 5. Sikiliza vile ana confirm. Hajawahi soma hiyo. Ana confirm. Ni wanafunzi. Sura ya 5. Sura ya kwanza aya yake ni ya 5, inasema aje? Inasema hivi. Tena wakiwa pale mwalimu wangu, Waislamu wanaimba sana. Ihdina siratal mustaqim. Hiyo si imekosa keyboard peke yake. Na gitaa. Na gitaa. Wala dwali. Hiyo ni tena unaimba. Wanaimba sana hawa. Sasa soma andiko mwalimu wangu. Inasema
wa kuombwa na kuwekewa manadhiri. Mwalimu wangu, sura ya kwanza, Suratul Fatiha aya ya 5 inasema wewe tu ndiye tunayekuabudu, alafu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Piga tanbii sasa. Tanbii inasema, sikiliza, wa kuombwa na wa kuwekewa manadhiri. Mwalimu wangu, kuna mahali tumeweka alama hapo. Soma. Ni Mwenyezi tu, Mwenyezi Mungu sawa peke yake. Soma. Hata wazee wanawake wa zamani, wazee wanawake wa zamani, hata wazee wanawake wa zamani kabla ya mambo kuharibiwa walikuwa wakiimba. Kwa hivyo mambo kabla hayaharibika kwa Qur'ani, mwalimu wangu, Waislamu walikuwa wanafanya nini? Wakiimba. Mambo yaliharibikia wapi? 13:10 kitabu cha Nehemia. Nehemia ndio anaambia kunisikia mswali tu hapo. Ulisoma Nehemia, nikusomea hapo. Mambo yaliharibikia wapi? Naam. Kwa nini leo hatuna kwaya msikitini? Mwalimu wangu, Nehemia 13 aya ya 11. 13:10 inasema hivi. Idi ameshika kichwa tena, anashangaa ndio mambo inakuaje. Weka kamera kwa Idi. Soma mwalimu wangu. Inasema ameona aibu ametoa. Soma. 13:10 Nehemia. Tena nikaona ya kwamba nini? Walawi hawakupewa sehemu zao. Basi wamekimbia Walawi na waimbaji. Ati wamekimbia kina nani? Walawi na waimbaji. Wamekimbia Walawi na waimbaji waliofanya kazi sawa, kila mtu shambani kwake. Soma. Ndipo Nehemia anasema ndipo nikagombana na mashehe. Na siani mashehe wako hapa. Ati akagombana na kina nani? Na mashehe. Akagombana na kina nani? Na mashehe. Kwa nini? Nikasema mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Yaani wa mashehe walikula pesa ya kwaya, mwalimu wangu. Ndio maana Nehemia anagombana nao. Rudisheni pesa ya kwaya, waimbaji warudi msikitini. Kabisa. Ramadhani unasikia wewe? Waanze kuimba bwana. Lakini utaimba aje? Alafu yule akasema ati ibada inafanyika kwa Mwenyezi Mungu, mwalimu wangu. Naam. Dakika moja nzuri. Ibada inafanyika kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe Mwenyezi Mungu ukuje hapa utujibu ni nani? 33:56 Qur'an. Suratul Ahzab. Tena andiko nzuri sana. Ukija hapo tuambie Mwenyezi Mungu kati yao ni nani sasa? Weka baruani pale asome hiyo. 33. Chukua baruani hilo usome, mwalimu wangu. Baruani hiyo. 33:56. Tena nasema vizuri. Inna Allaha wa malaikatahu ndio yusalluna ala nabii. Hata anasema Allahu akbar. Soma usikie kama kuna Allahu akbar hapo. Sasa Mungu nani hapo? 33:56 mwalimu wangu. 56 inasema hivi. Soma, inaitwa Suratul Ahzab. Hakika. Msikize, ni Qur'an. Tena wao ndio wamekuja nao. Angalia Idi. Angalia tu Idi ndio ujue kuna balaa. Mpaka ameshika tama. Yaani vitu gani? Profesa ulilete wapi hapa? Yaani mizigo